walimfuata walitegemea faida moja, faida ya mamlaka au mapato ya mali. Swala hilo liliwatatiza wanafunzi wa Yesu. Aliwasoma mioyo yao kisha akawapa funzo. Japokuwa walimfuata walitegemea faida moja, faida ya mamlaka au mapato ya mali. Swala hilo liliwatatiza wanafunzi wa Yesu. Aliwasoma mioyo yao kisha akawapa funzo. Yesu akamwita mtoto, akamsimamisha mbele yao. Alikuwa na jibu. Hata walipouliza, Rabi, nani mkuu kwenye ufalme wa Mungu? Nani mkuu? Swali liliwatatiza. Hakikishieni msipobadili kuwa kama hao watoto wadogo, hamtaingia mbinguni kamwe. Anayejinyenyekeza ni mkuu kwa wote. Nani mkuu kwenye ufalme wa Mungu? Nani mkuu? Swali liliwatatiza. Hakikishieni msipobadili kuwa kama hao watoto wadogo, hamtaingia mbinguni kamwe. Anayejinyenyekeza ni mkuu kwa wote. Ninatangaza jihadharini, msiwe kama Mafarisayo. Walijua ya kuwa vyeo, madaraka na shahada, mali na masomo walonayo ndiyo kumjua Mungu. Yesu anasema stahiliye ni yule masikini wa roho. Yesu anasema stahiliye ni yule mpole wa moyo. Nani mkuu kwenye ufalme wa Mungu? Nani mkuu? Swali liliwatatiza. Watoto wadogo, hamtaingia mbinguni kamwe. Anayejinyenyekeza ni mkuu kwa wote. Nani mkuu kwenye ufalme wa Mungu? Nani mkuu? Swali liliwatatiza. Watoto wadogo, hamtaingia mbinguni kamwe. Anayejinyenyekeza ni mkuu kwa wote. Nani mkuu kwenye ufalme wa Mungu? Nani mkuu? Swali liliwatatiza. Watoto wadogo, hamtaingia mbinguni kamwe. Anayejinyenyekeza ni mkuu kwa wote. Anayejinyenyekeza ni mkuu kwa wote. Anayejinyenyekeza ni mkuu kwa wote. Anayejinyenyekeza